Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu ambao tunafuatilia kipindi vyetu mbalimbali. Leo nina jambo ambalo nahitaji kulizungumza tena kwa ufasaha wa hali ya juu mno. Mzangu, katika sakata ambalo linaloendelea katika limekuwa ni trending sana katika nchi ya Tanzania, ambayo inahusisha pia na swala zima la Kenya. Nipo clip ambazo naziona nyingi sana ambazo zimekuja kwa kasi mno zikimwataki na kumshambulia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wa Kenya wakijaribu kukonvinsi na kuleta ushawishi wa maneno ya ajabu, akionyesha dharau na kejeli baadhi ya mazungumzo yao, kitu ambacho hakiwezekani kwa Watanzania wote eti wao wawe ndio wanajipanda kwa napaza sauti kwa ajili ya nchi yetu, wakati wao na nchi yao imewashinda kupaza sauti, wanapaza katika nchi yetu. Swala ambalo haliwezekani. Naomba tuende sambamba, mtajua kitu ambacho tunachokusudia kwenda kukizungumza hapa. Uwezi linganisha akili ya Tanzania na hapa Kenya. Jamani, hawa ni Wakenya. Wao wanajaribu kutengeneza ushawishi na kelele kwa bila kuwa na akili salama kabisa. Kwa sababu gani? Jaribu kumtazama, anasema kwamba hauwezi kufananisha akili ya Kenya na ya Tanzania. Ni kweli kabisa, kwa sababu akili ya Tanzania, ukimkuta mtu kasoma, ni mtu anakuwa na akili timamu, haswa anafikiri kabla ya kusema, anafanya majambo kabla ya kufanya. Kwa hivyo ukiona mtu wa Kenya, mara nyingi sana wao hufanya mambo kabla ya kufikiri. Ndio maana kweli akili ya Kenya na Tanzania haviwezi kufanana, kwa sababu watu wa Tanzania wana akili kubwa, zina maarifa makubwa, na wanabawabu kabla ya kufanya au kusema katika mazungumzo yao. Kwa hiyo ni swala la kweli kabisa kwamba hatuwezi kufananisha akili ya Kenya na akili ya Tanzania, kwa sababu akili ya Tanzania ni akili kubwa, ina busara, lakini pia ina mitazamo iliyokuwa sahihi katika nchi yetu. Na tunasema wazi kwamba hatutakubaliana na mtu yoyote ambaye atakaleta viashiria vya ushawishi wa kuvunja amani ya nchi yetu, eti kisa kwa kuwa wao wamezoea utovu wa adabu wa kuweza kumtukana rais wao katika nchi yao. Basi na kwetu wafanye vitaratibu hizi. Sisi hatuko tayari na hatutakubaliana na maneno ya staili hizi za wahuni wa staili hii. Sisi bwana, hatuwezi kukubaliana na kuvunja kwa amani kisa kwa maneno ya wahuni wachache tu, tena wazungumzia nchi yetu wakati wao na nchi yao imewashinda kuzungumzia nchi yetu. Hilo swali liwezekana. Tunaenda sambamba, mtapata kuelewa kitu cha msingi sana katika klipu hizi ambazo tunazo kuendelea nazo hapa. Mama Suluhu Hassan, this is of last warning. Last warning. Don't touch Kenya. Jamani, naomba tuende vizuri hapa. Mnamsikia muhuni huyu? Yuko muhuni mmoja, yuko na wahuni wenzie. Wamekutana eti wanashabikiana kwa kutoa eti warning, kwamba eti anatoa warning kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu huyu kipendwa kabisa, ambaye yeye ameliongoza taifa letu kikiwa na amani na utulivu wa hali ya juu. Na sisi pia tunaendelea kumpa big up sana, lakini tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu azidi kumhifadhi na kumlinda na afya njema, ili mambo yawe katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Muhuni huyu mmoja na wahuni wenzio waliokusanyika eti anasema wanampa last warning. Kweli? Haya maneno yafanyeni kwa rais wenu, na wala msijidanganye kwa sababu mnaweza mkatumia akili zenu za wehu hizi mkaleta katika nchi yetu. Nchi yetu iko makini, vyombo vyetu vya usalama, vya amani na usalama viko makini, na havitaruhusu watu wapuuzi na watu wajinga wa staili hizi eti kuja kutuletea balaa katika nchi yetu. Wako makini, nasi pia tuko nyuma yao, tutaendelea kupambana nao jino kwa jino, bega kwa bega, mguu kwa mguu, limbali wakisha nchi yetu endelea kuwa na amani na utulivu, lakini pia tuendelee kuwa katika hali ya starehe kama mambo tulivyo kawaida, na hali iweze kuwa katika mazingira mazuri kabisa. Kwa hivyo hawa ni wahuni tu wachache ambao wanakusanyana na kujaribu kushabikiana katika ujinga ambao wako nao, eti kuendelea kumwataki Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Bwana, huu ni mtu ambaye kwanza rais wetu ni mtu ambaye ana hekima, ana maarifa, lakini pia anaelewa nini ambacho anatakiwa kukifanya. Kwa hawezi kudili na watu wahuni kama hawa ambao hawana chochote wanachokijua katika masala katika masala ya diplomasia, katika masala ya utulivu wa kutazama nchi yetu. Nchi yao wenyewe imewashinda. Vipi wanaweza kuzungumzia nchi yetu? Hii si akili ndogo na akili ya kipumbavu kabisa kupita kiasi. Hao wahuni wanaweza kusema maneno namna hii kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wajinga kabisa kupita kiasi. Zungumzieni nchi yenu. Kama nchi yenu imewashinda, nchi yetu itawatoa jasho kweli kweli. Kwa hivyo tuwaambieni tu wazi kwamba sisi hatuwezi kukubali wala kusapoti viashiria vyovyote vinavyoweza kuonesha kwamba kuna vunjifu wa amani
hasa inavyotokea kwa watu ambao ni wahuni mfano hawa. Hatutaweza kubaliana nao, tutakweza kupambana nao jino kwa jino. Ikiwa kimtandao tutapambana nao, ikiwa live tutapambana nao, na ikiwa kwa vitendo pia tutapambana nao, kwa sababu uwezo tunao, nguvu tunazo, maarifa tunayo. Kwa hivyo mambo yanataka hali iliyokuwa nzuri. Tutaendelea kumsikiliza hao wahuni hawa, pia kuna kitu ambacho utapata kujifunza na kubaini katika klipu hizi ambazo wao wamekuwa wakishambulia. Lakini naona ni wengi sana wahuni wamejitokeza wakiporoja na kusema pasina kuwa na maarifa mazuri kabisa. Tuendelee kusikia hapa, afu mtabaini kitu cha msingi sana katika klipu zao hizi. Huyu mama Samia Suluhu amekuwa dikteta wa Tanzania. Wanaongea lugha moja na William Ruto. Mimi nataka kuambia Samia Suluhu, usicheza na sisi wa Kenya. Ukicheza tutakung'oa hapo vile tumeenda kushughulikia Yoweri Museveni. Unaona muhuni mwingine huyo. Huyo ni muhuni mwingine ambaye eti kwa akili yake ilivyo ndogo na finyu na akili za kipumbavu zilizomjaa yeye na genge lake ambalo wako nao hapo, eti anasema jambo rahisi tu kwamba usituchezee sisi wa Kenya. Nasi tunasema wazi, wala msije mkajidanganya na kufikiri kama mnaweza kuwachezea Watanzania. Watanzania ni watu wenye maarifa makubwa mno. Unajua Mtanzania akisoma anakuwa ana maarifa makubwa, lakini kuna wasomi ambao hawajaelimika katika nchi ya Kenya. Lazima pia lifahamike hilo. Na ndio maana kwa mtu asisema kwamba mimi nimesoma hapa zungumza namna hii. Ni msomi kweli huyu, si mtu mpuuzi tu mmoja. Maana yake alichokisoma na anachokisema hana faida nacho. Kabisa. Kwa tunasema wazi kwamba hizi ni akili za kijinga tu, kwamba eti anasema wanaweza kuja kumngoa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi ya Tanzania. Mmeshindwa kumngoa Ruto, mngoe Samia. Tutakuwa ni wenda wazimu na upuuzi uliochakao. Yaani hili ni jambo ambalo msidanganyane na wala msije kabisa mkaleta ujinga wa staili hizi. Tuko wazi kabisa kwamba tunasimama naye Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, bega kwa bega kuhakikisha Tanzania hii hakuna muhuni yoyote anayeweza kuleta shida, hakuna muhuni yoyote anayeweza kuleta viashiria vya uvunjifu wa amani. Iwe usiku, iwe mchana, iwe asubuhi, tuko naye jino kwa jino, bega kwa bega kuhakikisha Tanzania yetu endelea kuwa ni nchi yenye amani, utulivu. Lakini pia na haya maneno haya yasiyokuwa na fikra salama, tunasema kwamba wazi wa Tanzania hayupo hata mmoja yuko tayari kuendelea kuungana na wahuni wa staili hizi wanaosema bila taratibu, kwa sababu wanachokiona kwamba hawa Kenya hawa ndugu zetu wao wajifanya ni watu special fulani, ni watu maalumu fulani. Tunaweza kukisema ni kwamba hamna umaalumu wowote, hamna uspecial wowote. Sisi tukiamua kusema na nyinyi tunasema na nyinyi kweli kweli, wala hakuna chochote kinachoweza kutushinda, kwa sababu kwa maarifa tunayo maarifa makubwa, kwa mbinu tunazo mbinu kubwa. Lakini pia kwa uzuri zaidi ni kwamba hatukubali kuona nchi yetu inaharibiwa amani yake. Ni wazi kwamba wahuni kama hawa tuache kabisa kuwasikiliza. Genge kama hili ambalo linakurupuka na kusema ni wengi sana mtandaoni, lakini lazima tuwe na tahadhari kubwa. Ndugu yangu Mtanzania ambaye unanisikiliza, wito wangu kwako wewe ni kwamba hii ni nchi yetu na lazima tuipende nchi yetu, lakini pia lazima tuendelee kuithamini nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu ndio nchi pekee ambayo kila siku unaweza kuamka pakiwa na hali ya amani na utulivu. Na haya yote anayafanya, kazi kubwa yanayofanya ni rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi pia tunamwambia kazi iendelee. Hivi ulivyosimama, Mwenyezi Mungu akupe afya njema, lakini pia Mwenyezi Mungu aendelee kukuimarisha na aendelee kukufanya kuwa ni kiongozi bora katika ardhi yetu hii ya Tanzania. Sisi tuko nyuma yako, tutaendelea kupambana dhidi ya adui yote ambaye anakuja, iwe anajulikana, iwe hajulikani, iwe usiku, iwe mchana. Sisi tuko pamoja nawe, tutaendelea kupambana ili kuhakikisha Tanzania yetu inakuwa katika hali na mikono salama ambayo iko mikononi mwako Mheshimiwa wetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuseme wazi kwamba Watanzania tuungane kwa pamoja kuepukana kabisa na kauli za watu wahuni na watu wahovyo wa staili hizi, kwa sababu hizi ni kauli hatari ambazo zinaweza kutengeneza kuvunja amani ya nchi yetu. Hivyo basi wito wangu kwa kila Mtanzania, tushikamane katika nchi yetu, tushikamane kudumisha uhuru, amani, lakini pia tushikamane kudumisha upendo kwa kila Mtanzania. Hii nchi yetu iendelee kuwa na amani. Ukiwa na amani iliyokuwa tulivu ambayo tuko nayo sasa, tutaendelea kufanya ibada zetu vizuri, tutaendelea kufanya shughuli zetu vizuri, tutaendelea kusomesha watoto wetu vizuri, lakini tutaendelea pia wagonjwa wetu kupata huduma zikiwa nzuri kwa sababu ya amani na utulivu ambao tuko nao. Hivyo basi
tulinde sana amani yetu, tulinde sana utulivu wetu, tulinde sana taifa letu la Tanzania, lakini pia tumuunge mkono mno Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuendelea kusimama vyema, kusimama imara na kusimama na kuonesha ushujaa wa hali ya juu kuweza kuilinda Tanzania yetu moja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuimarishe Tanzania yetu moja kwa mshikamano, kwa muungano, lakini pia kwa mapenzi na utulivu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kheri nyingi ziko pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nasi dua zetu nyingi ni kwake Dr. Samia Suluhu Hassani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azidi kumuimarisha na kumpa afya, ili mradi kuendelee kulitazama vizuri na kulilinda taifa letu dhidi ya wahuni na watu wahovyo wa staili hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sisi kwetu dua kwa ajili ya nchi yetu, amani na utulivu zitafanyika siku baada ya siku, lakini pia dua kwa ajili ya kuombea Mwenyezi Mungu azidi kumhifadhi na kumpa afya njema rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassani, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aendelee kuwa na afya njema ili aweze kupiga kazi. Nasi tuko nyuma yako, tunasema kazi iendelee biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.